Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le 26 mars 2025. Voici les titres de notre commentaire d'aujourd'hui. La conférence des sénateurs américains, M. Rani Jackson. Je suis Christian depuis Congo, CTV, donc tutaongelea hii press conference ya mtu wa Senate wa United States of America wala wa Marekani kuhusu Kongo, mwenye alikuwa alitembelea Kongo. Donc ndio sujet yenye tuta commenter leo. Alors hapa piko huyu senateur banamuita Ran Jackson. Ran Jackson ni senateur américain, donc alikuwa Kinshasa, alikuwa Burundi, akafika mpaka Rwanda na Uganda, c'est-à-dire alivisite 4 pays. Mterme mwingine tunasema kama alikuwa mule mu region ya Grand Lac. Mais alianzia Kinshasa na après sal ifika mwiko chargé na communication ya président Tina Salama. Donc il communiqué juu yake, alisema kama no partenaire mwiko stratégique mwenye juu ku négocier juu kuongea juu ya accord ya échange ya minéraux ya air du Congo na sécurité par les Américains. Alifika Kinshasa, donc juu ya kusema kuangalia gisi wanaweza discuter comme ça comment les Américains batabeba minéraux, comment Chilombo tabrade minéraux, donc en échange il y a sécurité. Mais ce qui nous a surpris, ou bien à notre surprise, qu'est-ce que tulisikia na bie tuliona, kila mtu alikuwa choqué na ba partenaire, na mtu mko tuambia sema kwenda tafuta partenaire, ou bien mtu mko tuambia kama njo partenaire mwenye kia discuter habari ya minere na sécurité juu ya République démocratique du Congo. Hapa sio mimi ndio niko natunga, hapa hakuna vile niko naongeza, hapa nakuya njo commenter bienye alisema, na comme d'habitude hatukale na commenter bienye habina video juu le mwenye kuna résister, peut-être naweza kama tuko nadanganya. Donc ajisikilie comme ça, njo tuna évoluer na commentaire yetu. Tolanda nanu hii video ya quelques minutes ya conférence ya Ran Jackson katake sénateur ou bien envoyé spécial, donc bien quoi envoyé spécial wa mon région ya Grand Lac, bienye alenda ongelea benzake ba sénateur wala ba concerné mule mu États-Unis d'Amérique. Tolanda. On Sunday, I just returned from a visit to the DRC. I went to the DRC, Rwanda, the Republic of the Congo, Burundi, and Uganda. I met with the president in the DRC, the president in the Republic of Congo, the president in Burundi, and the president in Rwanda. I left encouraged in some ways and discouraged in other ways, as you can imagine. I feel like that there is unbelievable potential in the area for peace and security, and for the killing and the bloodshed to stop. The resources there are just through the roof, and tens of trillions of dollars in resources. You know, DRC could be one of the wealthiest countries on the entire planet. But I do believe that certain things have to happen, and I don't know exactly what the answer is to get there. I think that, you know, for this to exist, the Eastern DRC has to be an area where everyone has a vested interest in the safety and security and the ability for foreign companies to come in and invest in the area. And when I say everybody, I mean the DRC, I mean Burundi, I mean Uganda and Rwanda, everybody that's there. We all know right now that the Eastern DRC is a completely ungoverned area. It's like the wild, wild East, right? And I truly believe that there is no ability for the government in Kinshasa to actually control that area right now. They do not have the resources or the ability to really like impact what's happening there, and they are actually becoming, in my mind, just another entity there that is trying to take advantage of the resources there and get what they can. And everyone's doing it. We know this, right? We know that you know, the Uganda is you know, bringing minerals in from there. Rwanda's doing it. Burundi's doing it. Everyone is doing it, and there's really nothing there to stop them.
I think that the Congolese government has to do a couple of things. One, they have to address the domestic issue, right? There are a large number of people in the Congolese that are not Congolese citizens, that are not treated as Congolese citizens, including most of the members of M23, so on and so forth. Now, M23 is a rebel group, and we know that there's an influence there, and there's a component of the Rwandan defense forces, the Rwandan military. But honestly, M23, with or without Rwanda right now, is pretty much uncontested in the area. They're just doing anything they want right now, and the Congolese military is not even fighting back right now. As a matter of fact, they're just running away ahead of the, M23, or in some cases they're laying down their weapons and they're joining M23, right? So I think that the Congolese government's in a bad position here, but I do believe, it's been a long-standing issue, is my understanding, that there are certain people in the Eastern DRC that are unrecognized as Congolese citizens, and that maybe in part because this used to be Rwanda before the lines were redrawn many years ago, and and that used to be part of Rwanda. But I would submit to you that there's a large part of Uganda that also used to be Rwanda as well. And after it's been redrawn, now it's Uganda. Those people were immediately assimilated and treated as Ugandan citizens, but that has not happened in the DRC. And I think that's part of the problem. I think that this domestic issue has to be addressed, that everyone in the region, everyone in the country has to be treated as a Congolese citizen with all the rights and privileges of such. I think that this is a difficult thing to do, but I think at some point the armed resistance of M23 are not going to just put down their weapons and walk away. I think that they are an armed resistance. There has to be an effort somehow to incorporate them into the Congolese military and make them feel like Congolese citizens that are protecting their country, not what's going on right now. I think that that's one of the problems. I think the other problem is that they have the domestic problem, or they have the international problem, obviously, which mainly focuses right now with around the relationship with Rwanda. And I think that there has to be an ability for Rwanda and the president. I talked to Kagame, I talked to Tshisekedi, I talked to both of them, and I think that one of the biggest problems right now is personally they can't get along. And I think that at some point people have to put their personal differences aside. This has to be a region that's beneficial for everybody, that everybody sees profit, and everybody has a reason for that to be an area of stability, right? And I think that, I don't know the answer to this for sure, but the neighboring countries have to benefit from the minerals that are in the Eastern DRC as well, whether that's they have some refining capability and the minerals are mined there and refined elsewhere, or there's a refining capability in the DRC, refining capability in Rwanda. Everybody has an ability to make some money from what's going on there. Then I think everyone will have an interest in making sure that this is a safe and secure area. They're going to need foreign investment to come in. They're going to need other countries' businesses to want to come and operate there. Right now that can't happen because there's not the required level of safety and security, and there's not the lack of corruption. It doesn't, there's going to be a certain level of corruption everywhere you go. But, when I was there, I was shocked at the level of corruption there. I talked to a Swiss company this morning, and they told me that their company was worth something like $18 billion, and they got a tax bill last year for their company for $80 billion, which is ridiculous, right? And so they protested it, and they got it reduced to $1 billion, which is still hundreds of times more than the profits that they make in the year. So they're being taxed at an unreasonable rate. Bribes, obviously, are a big deal. The Chinese can afford to pay the bribes, or they're willing to pay the bribes, and we as the United States are not. Many countries are not willing to do that, so they end up being able to compete without competition. There's a biased justice system as well. You can never be assured that if you go there and you get into some kind of legal disagreement, that it's going to be a fair judgment, and they're going to rule in your favor if you're in the right. There's manipulated exchange rates. There's unreasonable fines. There's evidence everywhere that members of the government and their family are getting filthy rich from what's going on there, while the population there is starving and living in a horrible environment. I think that we have to come up with a way to fix this. I think that until that happens, a lot of this other stuff is not going to matter. I don't know the answer to this, but I would like to get your opinion, each of you. Do you think that in the current situation that we're in, and obviously there's other issues too, I just want to mention too, just for the record, but there are... Je crois que c'est tout d'abord, c'est difficile peut-être des Congolais d'écouter ce qu'ils parlaient. Bon, heureusement,
le Congo n'est plus comme était auparavant, ou les Congolais ne sont plus tels qu'ils étaient auparavant. Le Congo avait changé comme pays, et les Congolais aussi ont changé comme peuple. Puisque actuellement, il y a des Congolais qui parlent l'anglais plus que les anglophones. Il y a les Congolais qui se débrouillent. Il y a les Congolais donc, qui se défendent en anglais. Et donc, hakuna tena lugha ya ajabu mbele ya Congolais. Après vita mingi sana. Tapima kukamata maneno walisema vya mingi, mendani na kamata donc ndakamata mapoe necessaire zote zenye aliongea. Isi alisema. Mufraze yake ya kwanza Ran Jackson anasema kama alisema hivi, I left encouraged and discouraged somewhere somehow. Anasema kama après kufika Kinshasa, donc bialiona kule kweste ya Congo, ubie bialisikia kule kwe bialisikia juu alisema kama alitembelea ba president baine. Piko president wa Congo, donc Félix Tshisekedi, donc alikuwa Kinshasa, akaenda kwa Evariste Ndayishimiye, president wa Burundi, c'est-à-dire kwa Bujumbura, akaenda kwa Paul Kagame, president wa Rwanda, akaenda kwa Yoweri Kaguta Museveni, donc president wa Uganda Kampala. Ndio ba president benye alivisite hapo na juste alifika muli, il paraît que alifika na mule mu est ya Congo. Anasema hivi, phrase yake ya kwanza anasema hivi kama alibakia découragé, alibakia encouragé na alibakia découragé juu ya situation yenye aliona. Na kasema kama ma resources aliona kule donc mweste ya Congo ni za ajabu, ziko na fanza donc babilioni ya dolari. Donc anasema kama kule kweste ya Congo zile mapei tatu Burundi, Uganda na Rwanda kujikuta kule, donc biko na bénéficier kule, na kama biko na bénéficier kule, c'est-à-dire insécurité kule hayezi isha, na kama biko na bénéficier kule, c'est-à-dire kuko intérêt pourquoi biko naenda kule. Donc mwakili yake ingekuwa kuna intérêt kama ile mapei haiko na jiretrouver kule. Anasema kama biko na profiter mwa ile désordre, et donc ilikuwa nalomba peut-être bako na profiter munjia moya mzuri ya amani na ya sécurité. Maki nalomba pako amani na sécurité juu bote bako na profiter. Anasema kama ba étranger banakiaka investir mule mweste ya Congo après kuona ile désordre yenye iko kule. Mais aka insister tena, c'est cela d'insister na mi pale. Après commenter, aka insister tena, akasema kama kule ku est ya Congo, donc the east of the Democratic Republic of Congo is ungoverned. It means ile partie ya est ya Congo iko no gouverné, is ungoverned, donc haiko gouverné. Make hakuna gouvernement kule comme d'habitude. Anasema kama anaamini kama Kinshasa, donc gouvernement ya Congo ingali tafabia mingi juu ya kuangalia na iko na besoin ya power juu ya kuangalia kisia kugouverner kule. Na lakini ile gouvernement ya Kinshasa, donc Félix habana ma ressources juu peut-être ya kuweza kugouverner, donc kugouverner kule kwest. Hapa sitasema kama ni kule kwest tu, je dirais peut-être inalomba ma ressources ya kugouverner pays mzima, d'après gisi aliongea Mr. Ran Jackson. Donc akasema tena ile est ya Congo bashaka yacha ni entité ya kila mtu pardon kukia beba ma resources tu, ni parti ya nchi yenye iko savile haina mwenye nayo. Donc zile pays tatu alisema Rwanda, Burundi na Uganda bashapaacha vile, bashapafa vile pakuwa ingouvernable chokia kamata zile ma resources ya bure. Anasema babo hizo gouvernement hizo pays tatu normalement zinakia zinaenda bebe kama resources za bure. Akasema tena kama gouvernement ya Congo
iko ile wanaitaka domestic, iko na ile wanaitaka domestic issues. Donc iko na problème yenye iko interne yenye inapaswa kumaliza nayo. Normalement iko nayo mwele situation. Ndio alisema kama hawezi katala kama armée APR ya Kagame haiko kule ku est hapana. Donc alio présence aliona armée ya Kagame kule, aliona armée ya Museveni kule, et il paraît que aliona na armée ya Burundi kule, d'après Mr. Ran Jackson. Et puis akaongeza kama kule kweste ya Congo piko watu benye banakataliwa abaikiwa kuwa bakongole. Bon, je crois que peut-être il n'alomba naye à faire recherche sana. Mais quel que soit les samarisés ni yake, mais il faut faire recherche sana. Nasema kama kule piko normalement watu benye banakataziwa kuwa bakongomani, na bale watu il faut bakuwa bakongomani. Ndio nasema kama ava ya kudro malines, c'est-à-dire ya nani 1885 ya partition ya Afrique, et que piko parti yenye kwa ya Rwanda yenye ilienda ku Congo. Saba cartographe balikia diviser Afrique, na piko parti yenye ilikuwa ya Rwanda ilienda ku Uganda. C'est ainsi que pale batu balikuwa ngambo ya Rwanda balikia retrouver biko, niko na paraphrase biko na sema, niko na quote, bale batu balikuwa ngambo ya Rwanda balikia retrouver basha kwa ngambo ya Congo, d'après Mr. Ran Jackson. Donc balikuwa na kuaga ba Rwanda mais wakati tulivyoshika kwa ngambo ya Kongo na Uganda nayo ni vile vile, na akasema kama mbale watu normalement ndio bale ba M23, mais anasema tena bale ba M23 ni armée de résistance, na ile armée de résistance hawezi kufunga mabunduki tu waseme banaenda hivi hivi. Donc banalomba gouvernement ya Congo iba incorporate, donc iba intégrer mle mu armée congolaise, c'est-à-dire mle mu FARDC. Na ya mwisho aliongea nini? Ile est ya Congo, tellement que batu yote biko na besoin bile ma pays zote, donc ile grand lac yote biko naangalia kule, il fallait bote bako na profiter ko bile benye biko binapatikana kule, ile ma ressources minières. Donc anarejea ile les paroles ya, je crois que c'était Nicolas Sarkozy, François Hollande. Non, pas François Hollande. Je crois que Nicolas Sarkozy mwa alisema kama non, Congo il faut y kudiviser ma ressources zake na bavoise bake. Akasema tena alikuwa surpris, donc il a été surpris avec le niveau de la corruption dont il a vu. Et d'ailleurs akapana na exemple juu ya Suisse kama baliwahi kulipa kama ni 8 billion juu ya corruption, juu ya kupasiwa bano kama ba exploiter mamini kule kushinda franga zenye banaweza panapata kumwaka. Akasema bribe, rushwa yenye iko kule depuis alizaliwaga na depuis alisomaka na depuis alitembea mdunia mzima hayayunaka ile donc ingekuwa sasa ni kukuya kuproclamer, ingekuwa ni pata distinction. Mais akasema quel que soit vile biko napita vile, peuple congolais haikalagi na bénéficier kitu, they are starving. It means the people in eastern of DRC, those areas where they are looting those minerals, those resources, the citizens of those areas, they are starving. I mean, biko na starve, biko na siku starve naweza sema Mswahili. Donc biko na teseka, biko na souffrir les souffrances ya kweli kweli. Et puis anasema sasa kumalizia, na ndio ilikuwa term yake ya mwisho, anasema hivi alikiambia benzake komsa bampatie kila mtu ampatie opinion personnelle. Donc iko na collectionner madonnées komsa bayue juu ya ile parti pineza kuwai. Na alisema kama gouvernement ya Congo ingana tu ya kabia mingi benye inapashwa fanza. Donc iko nasikilizia kubenzake bampatie sa mavi yabo, ba ma opinion zabo, c'est lui qui s'en a banaré situation comme le mwest ya Congo. Et puis anakamatia pale, d'après bien aliongea mu English hivyo. Sasa huyu Ran Jackson huyu
C'est un Américain. Un sénateur américain, je crois, je ne me trompe pas. Alors, je crois qu'on a expertise dans le domaine de la politique. Donc, il faut naturaliser ça directement. Ça, le Koya Kinshasa, nini nimpusa ende mpaka Kigali, mpaka Uganda, mpaka Rwanda. Wakati tunayua kama no, ile parti yenye bagreseri banavamia, donc ni parti ya Congo. Nini ilimtuma aende kule? Tajaza sa mwenyewe. Na kama alisikia wale watu, pourquoi le piana ile Waingereza wanasemaga why he did jump to the conclusion? Pourquoi il a sauté directement sur la conclusion que non, les M23 ce sont des Congolais, c'est une armée de résistance et qu'elle doit être incorporée dans l'armée nationale congolaise. Est-ce que ma donnée à le collecter, à le collectionner, est-ce que vraiment je n'empathie à Nani, je n'empathie à le pouvoir et à couper Nani conclusion? Dans quelle conclusion? La question aussi, il faut se poser. Mais, au moment où on comme Joe Félix a négocié, a semé avec Bradé inchi juu mchungie sécurité. Na kama njo realite ku Felix, mimi nasema kila siku ku Felix hakuna vitu vya ajabu sana vyenye nachungaka ku Felix. Tu ule mtu mwanapatia Felix le pouvoir, donc il fallait ayue, il fallait bien ou bien ba Congolais bangekuwa ni watu tunakuwa sérieux, wala tuko vraiment na kama ni ma institution zinatumikaka, wala tuko na ile politique vraiment inatumikaka. Ule mtu ifale kumuita siku moja kwa justice kumuuliza nini njoo ile motivaka. Tu c'est donc théoriquement pratiquement iko impossible ukamate mtu mwenye haiko ngwaseme no anakuwa commerçant, haiko sio mtu ngwaseme no anakuwaga travailleur, haiko ngole mtu no tuseme alikuwa si joueur, haiko sio mtu no alikuwaga musicien, haiko sema no ule mtu. Donc en quoi na métier yote ile alikuwa nayo yeli kuconvaincre wala yeli kumotivaka wewe kwenda kamata ile grande responsabilité, une lourde responsabilité comme celle-là, umpatia hiyo mkono, kumpatia Felix ile responsabilité. Ndio tunayua bien mtu wote ule kisha kunaanza kitu tunakuwa ngwa na haribisha, ndio nakiaka pata experience mais kunakuwa kushapitwa. Mais yeye alienda kamata kampatia bu na saa yule mtu kunachunga kama no pays itakuwa sawa, na saa yule mtu kunatambia kama no ifala mtu amfukuze Felix yende mkaa pale, kama yeye anakushauriia pale kuna niko fasi ya Felix yeye ndio anayua, donc yeye ndio mwerevu, mais yeye mwerevu yake akiatuacha mtu mwenye anafikia pays mwa hii situation. Ndio niko najiuliza saa hizi bale ba senateur americain saa hii bakamata decision banasema no tunaona pays gisiko ile entité bale wanashaka kamata ibakie vile vile ni pays ile na nyingine nayo ni pays hii na hii reste na bakia nayo ni pays vile vile. Je me demande kama wanaweza kamata ile conclusion wala ile decision ou bwana mwalimpatia Felix pouvoir anatuambia nini, ou bien Felix mwenyewe kesho anaweza tuambia nini kama ile situation inaweza fika, puisque tout est possible Congo wala mu domaine politique. Alienda collectionner ma données kumezaki. Hatu résultat ile données itakuwaje? Voilà pourquoi kila siku nawaambia kama no ile inchi haina ba politiciens. Ile inchi ni watu wa moyo tu walikutanaka tunalala yetu, hatuoni na tuwezaki yetu. Sabana wazaga hivyo akivala kakoti vile anaenda shimama mbele ya watu benyewe, kuna shimama na mbele ya watu benyewe hatuna idea, anaongea anglais, anaongea français plutôt jua bayagi anglais ba swandiza polisi ya Congo, anaongea français munjo ina déterminer wala njo ina caractériser wala njo ina définir mtu kwa politicien. Donc unavala tukakoti unaongea français, unaitwa kwa politicien.
Wakati wengine biko wanatoka sababu politicier. Unasikia politicier ule nani ule Rana Jackson. Anatoka Amerika anakuambia anafika kule Quest, anaambia naona hakuna kitu. Kwambia kama hakuna hakuko gouverner. Donc hakuna gouvernement pale, ya la présence de gouvernement. Mais hapa bandugu hapa yuko tuambia ba Samuel Konde, yuko tuambia kama yeye ni ba politicier, au ba Felix yuko tuambia kama ni ba politicier, au banake tuambia ba Kamere ni ba politicier, au banake tuambia ba Bachi Kwebo ni ba politicier, au banake tuambia ba ba Mboso ni ba politicier, au banake tuambia ba Mbata ni ba politicier, ba Nicolas Kazadi ni ba politicier, tuambia au tuko na assemblée, au sisi tuko na gouvernorat, au sisi tuko na sénat. Kwa hii situation na kama tuko na hivyo vitu vyote, role yabo mnaambia kazi yabo sasa banafaka nini? Na pourquoi ça tuko mwa situation? Pourquoi tuko na parti ya pays yenye iko na gouverner? Pourquoi tuko na nani na niveau ya corruption ile? Mzungu anasema. Mzungu anakuambia kama alibakia découragé na alibakia courageux. Kupia aliona. Donc kwa sababu tunataka sasa ni madega na normalement njoo noir ule. C'est ça, on kama Noir ni incompétent, tu kama Félix ni incompétent, tu kama Kamere ni incompétent, tu kama Lukwebo ni incompétent, tu kama Sami, oui, moi je m'aimais Sénat, ni incompétent, tu kama ministre wa Congo ni incompétent, tu kama Congo haina Sénat, tu kama Congo haina opposition, tu kama Congo haina parlement. Donc mnakala kia tuchamba hapa buri, urke ndo realite hii. Ndio realite hiyo. Mtu mwatoke États-Unis ndio kuambia kama watu biko wanaiba minere. Kwambia kama Burundi, Rwanda, Uganda biko wanaiba minere. Kama biko wanaiba minere, c'est puisque bali créer leadership yetu tuko nabo, bali waongozi wetu tuko na waongozaji wetu tuko nabo. Viongozi wetu tuko nabo sasa hivi. Bili bapatie ile couloir. Donc bili bapatie ile opportunité ya kuwa naiba. Ndio habayo yabo bekufanza. Saba watu watatu, ba Uganda, ba Rwanda na ba Burundi watu kwa mayeli. Hawezi uweza kamata ile riski. Bachie tere ya mapigano kwao. Mamilisi za mingine mapezi kwenda pigania kwao. Hawezi kamata ile riski. Puisque banavyo bibi kwemo. Bali kamata ile riski ni ba inconscient. Ba policier ba 1996. Ba policier ba 1960. Ndio belenda papatia couloir ya ba étranger bako kia pigania mwinti yenu, mwinti yabo, kisha na mwe peple mkaitika na mwe kama mwenjo mko naomba, mwenjo mko na lose, mwenjo mko na uwawa, lakini mkabaitikia wale watu na mpaka sasa wanakia mbele yenu mnabapigia mikono mnawafaa kuwa bamwami. Amerikani ndio wanatoka kule ndio wanakuambia kama the people are starving. Wherever they are looting those minerals, but the people are starving than ever. Tuko na politician. Sasa nikuuliza wale polisi kazi yao ni nini? Polisi wao kama mko unateseka. Ndio polisi kwa role yake ni kumaliza problemi za people. So bea bwana kama mko unateseka mpaka mzungu ndio akiona kama mko unateseka. Mzungu ndio anaanza basemea. Mtufukuza wangu wasema kia tukolonize ndio mshanza kia tusemea saa hii. Mimi namko kia ndanganya kama no tuko na banduku, tuko na bakabati ya kabila yangu kuna mpouvoir, tuko na bati ya region yangu mpouvoir. Donc niko siyo kama na bakubwa, kama na baloko, kama na babiana, kama na miomba ikonsoro. Wakati hakuna kitu. Tungekuwa piko kitu na wangiona vile vile mzungu aliona. Mimi haibo hawakuona. Mpaka sasa yabayoga mwiko na luti. Tubana yo hawataweza kusema juu corruption iko mingi. Hawataweza kusema. Tubana kama kisema anaweza kia ponyoka anaweza ongea Kagame mbaya. Na Kagame ndio anaanza distribute kazi mkongo. Et donc hata mpatia kazi. Ndio mnaona washakuwa vile tu. Haliko nyuma, haliko mbele, haliko katikati. Et donc si popo, si ndege baswandiza ba politiciens baswandiza ba leader bemko nabo kule Kongo. Mzungu anakuambia kama bialiona haviaonekanaka. Na ingine peut-être nayo il fallait kiwe kama ile habari ya 23 iko deep. Ni habari yenye nalomba kukala bakunare yayo na uko na understanding ya mrefu. Pointre. Haiko ni vitu navyo unasema kamata tu unakamata bu unapita rukia ku conclusion. Na nilipenda kile conference alifanza
nanga isikie yeye mwiko tuambia kama no yeko na complain mauvaise gouvernance kake Tom Chilombo ayue kama bale watu ni ba M23 banakwambia ni armée ya resistance inapenda ba incorporer FARDC juu ni asili ya Banyarwanda bali bakatalia kebo kwa bakongole. Donc nanga gisi kuna tumika vile mako watengeneza uko kusaidia Banyarwanda be balikatwa kwa bakongole bande ichikiwa kwa bakongole uko na lite juu yao. Acha kushinda soko na danganya watu asebiko kwemo wasemo takire mabanki wasemo utajenga balabala nguko napendo ende Kinshasa abiko atabile byote. Realite hii ishatoka kama ni ba M23 ni ba Rwanda benye biko na lomba bako integrer bako rekoni mu Congo. Point entre. Point entre. So bingine bio tunaweza fanya bingine biote bonataka ni kwanza ndio hiyo habari. Donc kwako wewe kwanza tunataka hiyo kama no. Donc uko unatumikishiwa kwa sababu ile remote. Kwa sababu ile TV. Comme on a remonté du côté de l'idée. C'est tout. Et donc nous qui bangalé wale wa politiciens, soi-disant politiciens. Mpaka sasa hivi wako nasikia. Hata wale sasa vile hawatasikia. Bahati ilikuwa wako nakwambia nguno bangalé Kinshasa baitengeneze, aseme ni urgence kutengeneza Kinshasa. Shi tuko nalia Bukavu tuko nashinda banaua watu 10 par jour. Goma iko nao kama ni 15 par jour. Tuko nalalamika juu bachi kuua watu. Lakini yeye anakuambia sema ndio batengeneze Kinshasa. Hii miaka anakuaga depuis kama ni 83 anatumika mpaka leo hayachokaka franga za nchi. Mimi niko kwambia kama ndio batengeneze Kinshasa. Ule kwambia kama ndio ifungu mu récupérer wale watu biko Bukavu biko na sufrire biko Goma biko sufrire haiko kule. Kwa kwambia ndio batengeneze. Mpaka unasema watendenge wanatokana na bango wapi. Donc ndio ile habari ya Kongo. En tout cas tulisikia shipete. Kuna chunga tuombe Mungu akamate decision mzuri. Mais kama nakamata decision mbaya tuko naweza kwa catastrophe. Merci. Tunaona tena msisahau kula kina kushashikira. Bye bye.